Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amekiongoza chama cha Liberal kushinda uchaguzi mkuu uliofanyika hapo jana. Uchaguzi ambao umetawaliwa na mvutano wa kibiashara na vitisho kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Kwa mujibu wa makadirio yaliyotolewa na vituo vya habari vya CBC na CTV News, chama cha Liberal kiko njiani kushinda viti vingi katika bunge la wawakilishi lenye jumla ya wabunge 343. Ushindi huu unamwezesha Carney mwenye umri wa miaka 60 kuendelea kushikilia madaraka ya juu nchini humo. Ingawa haijabainika iwapo atapata wingi wa moja kwa moja au atalazimika kuunda serikali ya mseto kwa kushirikiana na vyama vidogo. Chama cha Liberal ambacho kimeongoza serikali kwa awamu 4 mfululizo kilipata mara ya mwisho ushindi wa moja kwa moja mwaka 2015. Katika uchaguzi wa mwaka 2021 walitegemea msaada wa chama cha New Democratic Party NDP kupitisha sheria mbalimbali baada ya kushinda viti 160 pekee. Kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotangazwa usiku wa kuamkia leo, Liberals wameonekana kuwa na uhakika wa kupata angalau viti 160, huku wapinzani wao wakuu wa chama cha Conservative kinachoongozwa na Pierre Poilievre mwenye umri wa miaka 45 wakitarajiwa kupata angalau viti 151. Ushindi huu ni wa kushangaza ikizingatiwa kuwa hadi mwezi Februari mwaka huu chama cha Liberal kilikuwa nyuma kwa asilimia 20 katika kura za maoni dhidi ya Conservatives. Hata hivyo, hali ilibadilika baada ya Carney, mchumi mashuhuri, kumrithi aliyekuwa waziri mkuu Justin Trudeau na kuongoza kampeni kali dhidi ya vitisho vya kibiashara vya Rais Trump. Carney, ambaye hajawahi kushika wadhifa wa kisiasa kabla ya uteuzi wake kuwa waziri mkuu mwezi Machi, ametumia ujuzi wake wa kifedha kuahidi wa Canada kuwa ataongoza kukabiliana na changamoto mpya za kimataifa, huku akisisitiza kuwa Canada lazima ijitayarishe kwa enzi mpya ya mahusiano magumu na Marekani, akiahidi kupambana na ushuru wa Trump kwa kuanzisha ushuru wa kulipiza kisasi dhidi ya bidhaa za Marekani. Na tukikita kambi pale nchini Urusi, rais wa taifa hilo Vladimir Putin ametangaza usitishaji wa mapigano kwa siku 3 kuanzia Mei 8 hadi Mei 10 ili kuadhimisha miaka 80 ya ushindi wa Umoja wa Kisovieti katika vita vya pili vya dunia. Ikulu ya Urusi, Kremlin, imetangaza kuwa mapigano yote yatasitishwa katika kipindi hicho na kuitaka Ukraine kufuata mfano huo wa kuonesha dhamira ya amani. Kadhalika imesisitiza kuwa iwapo Ukraine itakiuka usitishaji huo, jeshi la Urusi litajibu kwa njia mwafaka na madhubuti. Katika kujibu tangazo hilo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake haioni sababu ya kusubiri hadi Mei 8 kusitisha vita. Badala yake, imetoa wito wa usitishaji wa mapigano wa haraka na wa muda mrefu, angalau siku zipatazo 30, akisema kuwa yeye anathamini maisha ya watu na si gwaride la kupisha maadhimisho hayo. Naye waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andriy Sybiha, ameongeza kuwa Ukraine iko tayari kwa amani ya kweli na endelevu, si mapumziko mafupi ya kivita kwa ajili ya maonesho ya kijeshi. Tangazo hilo la Putin linakuja wakati Marekani kupitia Rais Donald Trump ikiashiria kukata tamaa na pande zote mbili kutokana na ukosefu wa maendeleo ya maana katika mazungumzo ya amani. Trump amesema anataka usitishaji wa kudumu na kushutumu mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi kama ishara ya ukaidi. Msimamo wa Marekani umeonyesha kushindwa kwa juhudi zake kufanikisha mpango wa kusitisha mapigano kwa mwezi mzima uliokubaliwa na Ukraine lakini kukataliwa na Moscow. Kwa upande mwingine, tangazo hilo la usitishaji wa mapigano limekuja wakati ambapo hali ya tahadhari imeendelea kuongezeka kote Ukraine kutokana na uwezekano wa mashambulizi mapya kutoka kwa Urusi. Katika wiki za hivi karibuni, taifa hilo limekumbwa na mashambulizi makali, ikiwa ni pamoja na shambulio la Sumi lililosababisha vifo vya watu 35, tukio la maafa zaidi mwaka huu. Katika hali ya sasa, licha ya matumaini ya muda mfupi kutokana na tangazo la Kremlin, ukweli unaoonekana ni kwamba amani ya kudumu bado ni ndoto isiyotimia. Ukraine imeendelea kusisitiza hitaji la makubaliano ya kweli, huku ikitaka jumuiya ya kimataifa hasa Marekani kuishinikiza Urusi kuachana na masharti yake magumu na kuanza mazungumzo ya kweli ya kuhitimisha vita hivyo. Na tukiangazia taarifa ya UNHCR ambayo imethibitisha kuongezeka kwa wakimbizi duniani, kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi amewasilisha ripoti ya mwaka ya Global Trends kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo katika ripoti hiyo Grandi ameonyesha kuwa idadi ya wakimbizi duniani inaendelea kuongezeka kwa kasi. Grandi ameweka msisitizo maalum kwa hali ya Sudan na Ukraine, akisema kuwa karibu watu milioni 7 kutoka mataifa hayo wamekimbia makazi yao kutokana na machafuko yanayoendelea. Aidha, ameeleza kuwa wakimbizi hao hawakuwa tayari kurejea katika nchi zao hadi pale ambapo hali ya usalama kwa muda mfupi au mrefu itakapohakikishwa. Katika hotuba yake, Grandi ameeleza kuwa zaidi ya migogoro 120 inaendelea duniani bila kupungua kasi, hali inayochangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la wakimbizi
na kuongeza kuwa hali ya wasiwasi na mashambulizi ya mara kwa mara inawazuia wakimbizi hao kupata fursa ya kurejea makwao kwa usalama. Akiwa mbele ya wajumbe wa Baraza la Usalama, Grandi amekosoa mwelekeo wa baadhi ya mataifa kupunguza msaada ya kibinadamu kwa kigezo cha kuimarisha maslahi ya kitaifa na matumizi ya kijeshi. Ripoti hiyo imetolewa wakati ambapo maeneo mengi duniani yanakumbwa na migogoro mikubwa, hali inayosababisha ongezeko kubwa la watu waliolazimika kuhama kwa lazima, ambapo UNHCR imeendelea kutoa wito kwa jumuiya za kimataifa kushirikiana katika kutafuta suluhisho la amani na kusaidia wakimbizi kupata maisha bora. Kwa sasa UNHCR imeanza ushirikiano na mashirika mbalimbali ya misaada pamoja na serikali za maeneo yaliyoathirika ili kuhakikisha kuwa mahitaji ya msingi ya wakimbizi yanatimizwa, huku juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu zikiendelea. Deborah Ruben, SAUT TV.